Upotoshaji uko namna hii na usawa au usahihi uko namna hii. Hii ilikuwa ni kesi ya kikatiba, kesi namba 27 63 2024. Kesi hii ilikuwa mbele ya jopo la majaji watatu, Jaji Mbaga, Jaji Mwanga na Jaji Mkwizu ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wa jopo hilo la majaji watatu. Kesi hii ilifunguliwa na Profesa Hamza Njozi pamoja na wenzake katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Madai yao yalikuwa ni dhidi ya msajili wa vyama vya kijamii Tanzania, the Registrar of Society. Namba 2 alikuwa ni kabidhi wasii mkuu wa serikali, Administrator General. Wa pili, wa tatu na wa 4 na wa 5 ilikuwa ni formality kuwaingiza katika kesi hiyo. Kwa washtakiwa hasa namba 1 na namba 2, msajili wa vyama vya kijamii, the Registrar of Societies na Administrator General. Sasa kesi yote dhidi ya serikali lazima mwanasheria mkuu aunganishwe. Namba 4 ilikuwa ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Na 5 ni Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Msingi wa kesi hii ilikuwa ni malalamiko ya Waislamu hao wakilalamikia kwamba kuna matendo au masharti yanayowekwa na msajili wa vyama vya kijamii na kabidhi wasii mkuu wa serikali ambayo yanakuwa ni kinyume na ibara za katiba. Ibara zilizolalamikiwa kwamba zinakiukwa ni ibara ya katiba, ibara ya 13, ibara ya 13 ambayo inazungumzia usawa wa mbele ya sheria, na ibara ya 19 inayozungumzia usawa na uhuru wa kuabudu na kuamini chochote unacho, right, freedom of religion. Na ibara ya 20 inayohusu freedom of association, yani uhuru wa kujumuika na wengine. Hizi ndio ibara zilizokuwa zikilalamikiwa kwamba matendo ya wasajili yanakiuka vifungu hivi vya katiba. Matendo gani hayo? Kwamba wasajili hawa wamekuwa wakiwataka watu au taasisi zilizotaka kujisajili, miongoni mwa dokumenti zinazotakiwa ni pamoja na barua ya utambulisho. Sasa wasajili wamekuwa wakitaka au wakiamini wakiwataka kuleta barua kutoka BAKWATA. Kwa hiyo kitendo hiki kimelalamikiwa kwamba kinakiuka usawa mbele ya sheria, usawa wa kuabudu, uhuru wa kuabudu na uhuru wa kujumuika. Mahakama baada ya kusikiliza shauri hili, kuziangalia sheria hizi mbili zinazounda taasisi hizi, the Trustees Incorporation Act na the Societies Act, Of course sheria hizi
ziko wazi sana. Hakuna kifungu kinachosema kwamba unaposajili taasisi lazima ulete barua kutoka BAKWATA. Ulete barua kutoka BAKWATA. Hakuna sheria iliyotaja moja kwa moja. Kwa sheria imsema taasisi hiyo itasimamiwa na Supreme Authority. Kwa hiyo basi hakuna sheria iliyotaja clearly kwamba lazima upate barua kutoka BAKWATA. Na sisi kwenye majibu yetu tulikiri kwamba hakuna sheria inayolazimisha hilo, na imekuwa ni practice ya muda mrefu, kwa sababu kama mnavyojua Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ni taasisi kongwe iliyosajiliwa tangu mwaka 1968. Wakati huo hakuna taasisi yeyote ya Kiislamu iliyokuwepo kama sijakosea. Kwa hiyo taasisi yote iliyokuwa ikija kusajiliwa baada ya BAKWATA na tunataka barua ya utambulisho kutoka taasisi inayokufahamu, hii tunasema long term practice, ilikuwa tunakwambia wanaambiwa kalete barua kutoka BAKWATA. Kwa hiyo practice hii imeendelea mpaka wakati huu. Kuna taasisi nyingi na baadhi ya madhehebu yameunda taasisi zao. Kwa katika kipindi hiki imeonekana sasa kwamba hakuna ulazima huo, na kama ulazima huo unataka kufanywa kama mazoea ambayo si sheria, ndio leo Mahakama Kuu imetoa uamuzi kwamba hilo sio takwa la kisheria. Kwa hiyo unaweza ukapeleka barua kutoka Baraza Kuu la Taasisi na Jumuiya za Kiislamu. Kwa hiyo kilicholaumiwa ni matendo ya msajili wa bodi za wadhamini Administrator General na msajili wa vyama vya kijamii. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo BAKWATA sisi tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na sheria. Hakuna kitendo ambacho sisi kama BAKWATA tumefanya kitendo ambacho kiko kinyume na katiba. Hii ni goodwill, ni sifa njema, uadilifu na uaminifu ambayo BAKWATA imejijengea. Mtakumbuka hata siku za nyuma kabla ya vyama vingi ilikuwa barua utambulisho unaitoa kwa nani? Kwa balozi. Kalete barua utambulisho kutoka kwa balozi. Kwa baada ya usajili wa vyama vingi watu wakapeleka malalamiko kwamba mimi sio CCM, kwa nini nilete barua ya CCM? Kwa hiyo ndio hekima na busara ikarudishwa kwamba barua utambulisho itoke serikali ya mtaa. Kwa hiyo kwenye dini sheria haijaitaja taasisi yoyote kwamba ndio umbrella, lakini taasisi nyingi za Kiislamu, taasisi, kwa sababu BAKWATA tunaenda na imani ambayo ni majority ya East and Central Africa, madhehebu ya Sunni wal Jamaa. Kwa hiyo ilikubalika tangu mwaka 68 kwamba tuende na mlengo huu. Kwa hiyo hii imekuwa ni goodwill ya BAKWATA ambayo imejijengea katika jamii na serikali kuamini kwamba ndiyo taasisi inayowajua vizuri Waislamu wote. Na jambo la kufanya introduction, of course si jambo la kiimani. Introduction letter unaweza kuipata sehemu yoyote, na sheria imetoa uhuru wa kidini kweli. Sheria hiyo niliyosema, the Trustees Corporation Act na the Societies Act, tuko pamoja, haijasema taasisi gani ndio ambe, lakini taasisi yote inataka kujisajili yenyewe ndio itasema kwenye katiba yake, yenyewe ndio iseme wakati wa usajili. Katika katiba yao itasema sisi taasisi hii, our supreme institutional ni BAKWATA au ni taasisi fulani au ni taasisi fulani. Tuko pamoja
ndipo watapaswa kuleta barua kutoka huko. Kwa hiyo yaliyolaumiwa ni matendo hayo ambayo tunasema ni long term practice. Kwa mahakama imeonya kwamba isichukuliwe kwamba ndiyo nini, ndiyo sheria. Waswahili wanasema mazoea hujenga tabia. Kwa tabia hiyo ndio iliyokemewa. Lakini madai mengine yote waliowasilisha mahakamani yalikuwa madai 5. Madai yote 4 yametupiliwa mbali kwamba hayana msingi, na kuelekeza kwamba sasa wasajili warekebishe hayo matendo. Na ndio maana hakuna sheria au mahakama hii haijaelekeza kwamba vifungu fulani virekebishwe. Hapana, yaliyokuwa condemned ni matendo.